Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du, ikhwati almustami'in alafadil, hayyakumullah wa barakallahu fikum. Ndugu zangu wapendwa wafuatiliaji, Allah kubarikini, akuhuisheni hayatan tayyiba, uhai uliokuwa mzuri. Ni katika muendelezo ule wa mada hii ya zakatul fitri. Kwa umuhimu wake imechukua nafasi kubwa na bado itakuwa na nafasi kubwa. Tuwashukuru ndugu zetu wa ZVP kwa kazi kubwa wanaifanya. Allah subhanahu wa ta'ala awalipe kheri kufikisha maalumati haya katika umma. Istifada ni kubwa. Naam. Leo tutazungumzia wakati wujubi zakatul fitri. Wakati wa kuwajibika zaka ya fitri ni wakati gani? Ramadhani ndugu zangu ni siku 20. Je, ni wakati gani ambao ni wajibu wewe uitoe ile zakatul fitri? Hili ni jambo kubwa sana. Ilamu jueni ndugu zangu, anna alfuqaha qad ittafaqu, wanazuoni wamekubaliana ala anna zakatul fitri tajibu min ismiha bisababi alfitri min Ramadhan, kwamba zaka ya fitri ni wajibu kwa lile jina lake tu fitri, kwa sababu ya fitri kunako mwezi mtukufu wa Ramadhani. Imeitwa fitri kwa sababu ile siku ya fitri, siku ya Idi. Wamekubaliana wanazuoni kwamba jina hili limetokana na kule kufungua siku ile ya Shawwal tarehe 1. Wamekubaliana hilo. Walakinahum, lakini wao hawa wanazuoni ikhtalafu fi waqti wujubiha, wametofautiana wakati ambao ni wajibu wa hiyo zakatul fitri kutolewa, kwa ajili tahdidan, kupata kile kiwango maalum cha siku kwamba ni siku gani. Faqila, kauli ya kwanza kulisemwa, innaha tajibu bighurubi shamsi akhir yawmi min Ramadhan, kwamba ni wajibu kutolewa kwake kuzama kwa jua ile siku ya mwisho ya Ramadhan, yani yaumu shaki, pale ndio wajibu itolewe. Kauli ya kwanza hiyo, pale ndio wajibu itolewe. Kauli ya kwanza hiyo. Wa huwa alladhi afta bihi samahatu Sheikh, ndiyo ambayo Sheikh Ahmed al-Khalili pia hafidhahullah ameitegemea zaidi hiyo kauli. Naam. Wakila, na kumesemwa tena kauli ya pili hiyo, innaha tajibu bitulu'i fajri awwali yawmi Shawwal, yapasa kwamba ni wajibu itolewe alfajiri ya ile siku ya mwanzo ya Shawwal, ile siku ya Idi alfajiri, na kabla ya salatul Eid iwe imeshatolewa. Hivi ndivyo ambavyo tunaweza tukaieleza. Ni kauli ya pili hiyo. Wa bil jumla, na kwa yote, kauli ya kwanza na ya pili, fa innal insan, hakika ya mtu muislamu, yajibu alayhi an yukhrija zakat alfitr an nafsihi wa ma yalzamuhu unuhu lahdha wujubi zakat alfitr ma ikhtilafi fiha. Yani kiujumla, hakika ya mtu, yani kwa maana muislamu inapasa kuitoa zakat alfitri kuhusu yeye mwenyewe na wale ambao wanamlazimu chakula chake, kile kitambo tu cha kuwajibika kwake zakat alfitri aitoe, ma alikhtilafi, pamoja na ikhtilafu ambayo ipo. Hiyo haina shida sana, ni ikhtilafu katika kwenda katika kufanya uzuri, ndio ile ikhtilafu al-umma ikhtilafu al-aimma rahmatul lil-umma. Kutofautiana wanazuoni wakubwa ndio rehema kwa hawa walimwengu. Wayamtadu waktu zakati alfitri ila an tuqama salatu Eid alfitri, inarefuka wakati wa kutolewa zakatul fitri mpaka isimame swala ya Eid alfitri. Ikishasimama salatul Eid, basi ule muda wake umekwisha na umegota. Fa idha uqimati salatu faqad intaha waqtuha, swala ikikimiwa wakati wake umegota, umeisha. Wa baada dhalika takunu mujarrada sadaqati min sadaqati, baada ya hapo inakuwa ni sadaka tu, kunako sadaka nyingine, haitwi tena kwa jina lile zakatu alfitri. Liqauli Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kwa kauli ya Ibn Abbas radhi za Mwenyezi Mungu zimwendee, pale aliposema faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat alfitri, amefaradhisha mtume wa Mwenyezi Mungu, rehma na amani za Allah zimwendee, zaka fitri, hali ya kuwa tuhrata liswaimi, ni safisho la mfungaji, wa tu'mata lilmasakin, na vile vile ni chakula kwa wale maskini. Faman addaha qabla salah,
yule ambaye ataitoa kabla sala fahiya zakatu maqbula, ni zaka ambayo imekubalika mbele za Allah subhanahu wa ta'ala. Waman addaha ba'daha, na yule mwenye kuitoa baada ya watu kuwa wameswali, fahiya sadaqa mina sadaqati, ni sadaka kama sadaka nyingine, haiitwi zakatu alfitri. Walidha kana mima na hivyo ndivyo ambavyo anatakiwa Muislamu aelewe. Na kutokana na hili ndio maana yufaddalu an tuakhara salatul Eid, inapendekezwa na inaonekana ni ubora kucheleweshwa swala ya Eid alfitri, hata yatamakana almuslimuna min adai zakati alabdan, paka iwawezekane ama iwawezeshe Waislamu kuweza kutoa zaka ya fitri ambayo ni zaka ya mwili. Yani ile salatul Eid alfitri icheleweshwe kidogo, isiswaliwe mapema, ili watu watoe zakatul fitri, na vile vile watukaddamu fil adha, na itangulizwe mapema swala ya Eid kubwa, Eid al-Adha, hata yatamakkanu, mpaka Waislamu iwawezeshe min dhabhi adhahihim, kuchinja vichinjo vyao baada sala. Yani sala ya fitri inacheleweshwa, inaweza kuswaliwa kwa huku kwetu hata 2:30 mpaka 3, hata 3 na kidogo, 3:30 unaweza kusalia, ili watu watoe zakatul fitri. Lakini ile ya Eid kubwa, kwa sababu tunatakiwa tutoke tukachinje, kwa hiyo pale hata mkiswali saa 1:30 baada ya kuwa mshakubaliana, ni jambo jema, ili wasaa upatikane kuwa ni mkubwa, watu wakachinje wanyama wao, ili waweze wale maskini kupata mboga kupika kwa ajili ya mchana, kula chakula. Hivi naomba wanaofuatilia hili, viongozi, maimamu na watu mbalimbali, tujaribu sana kuwahisha swala kubwa ya Eid kubwa ambayo inaitwa Adha, ili tukachinje na tucheleweshe swala ya Eid ndogo, kwa sababu muda uwe wa kutosha watu wapewe zaka zao. Naam, kuna masala hapa, man nasiya ikhraja zakati qabla salati al-Eid, yule ambaye kasahau kutoa zakatul fitri kabla ya swala ya Eid, au lam yastata' ikhrajaha ba'da ijtihadihi, au hakuweza maskini kutoa baada ya kuwa kajitahidi sana kabla ya sala. Naam, falyaqidha ba'da dhalika hala tadhakkurihi, ni kwamba alipe baada ya hapo, baada ya kuwa amekumbuka na kuwa kaweza, kama thabata fi qada'i salati linaim wa nasi, kama ilivyothibiti katika kulipa swala kwa mtu aliyelala ama mtu alisahau. Kwa hiyo kama umesahau na ulishanuia kufanya hivyo, Allah atapokea, atakulipa kwa nia yako na utoe baada ya kuwa umekumbuka, na wala hakuna shida juu ya hilo. Wa shukran, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.